gift of God. Amen. Hallelujah. Know the gift of God. Wow, shegina. Manya tika utakalona. Soma kwa mjaka. Tuli waneno ngeyokana. Wana kusomea mjaka mweza ila tusomera ngeyokana nyako katika kwetu mpaka 10. John chapter 4 from verse 1. Anafanya na kubatiza wanafunzi wengi kuliko Yohane, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza, lakini wanafunzi wake. Akaacha Yudea akakwenda zake tena katika Galilaya. Imempasa apite katikati ya Samaria. Basi akafika mji wa Samaria ulioitwa Sukari, karibu na shamba ambalo Yakobo alimpa mwana wake Yosefu. Na palikuwa kule kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, alikaa hivi kwa kisima. Ilikuwa karibu na saa 6 asubuhi. Mwanamke wa Samaria anakuja kuteka maji. Yesu akamwambia, unipe maji ya kunywa, maana wanafunzi wake wamekwenda mjini wanunue chakula. Basi yule mwanamke wa Samaria akamwambia, namna gani wewe Myuda unaomba maji kwangu, nami ni mwanamke wa Samaria? Kwa sababu Wayuda hawapatani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua zawadi ya Mungu, naye ni nani ambaye anakuambia unipe maji ya kunywa, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Amina. Kujua zawadi. Na Biblia inasema amesikia kama na mimi vile nimesikia. Yes, you had like also had na alikuwa akimaliza kufanya kazi. He worked a lot. Wanafunzi walienda kutafuta chakula. When he finished work, the disciples went to akafika mpaka akafika kwenye aliweza na kufika. So he went and Samaria, akakutana na mwanamke Msamaria. Samaria. Alikuwa akienda kushota. Where he met with a lady who was going to fetch water. Hiyo neno unajua zaidi. So I know that you know this word better in John. Lakini Mungu atataka tupoke kusikia God wants us to hear again. Na Biblia inaonyesha kama wakati Yesu alikuwa kwenye kisima alikuwa amechoka. The Bible shows that time Jesus was tired. Amen. Wafarisayo walikuwa wakishana naye juu ya barabara. Watu walikuwa tired. Amen. Hallelujah. Na huyu mwanamke this lady alikuwa na haja ya maji. Wanted to get water. Wakati alikuwa na haja ya maji, Biblia inasema Yesu akamuomba, akamwambia, she went to fetch water, and then Jesus who wanted water asked her for water. Wanted her to lakini majibu ya huyo mwanamke yalikuwa but the answer that the lady gave to Jesus was different. Mimi Msamaria na wewe Samaritan, you are a Jew. Where do we come together from, or how can we collaborate together? Then Jesus asked her, nilijua zawadi ya Mungu. Verse 10, if you knew the gift of God in your life, and who you are, you reply or giving answer like that. If you knew the gift God has for you, and who are speaking to you, or who you are speaking to. Kujua. To know. Kasoma Hosea 3:6. Wasoma Hosea 4. Yeye anasema watu wangu wanapotea. The Bible is clear. If somebody na watu wange babula, my people are getting lost because of lack of knowledge. Amen. Or for lack of knowledge. Huyo mwanamke naweza kusema alikuwa hata haipatana na Kristo. No, mchana ni ndio kama ni na wakati ya disi. Alionyesha hali ya
behavior. Tabia zenye ameishi yeye. Choyo. She showed that she was selfish pagani. Mtu wa sosola. Mwenye hachelewa pale tabia the behavior that somehow ndio maana Yesu alimwambia ungelijua zawadi ya Mungu. So as Jesus told her, if you knew the kama alijilia Yesu ni kwa sababu hakujua Yesu ni nani. He replied to Jesus like that because he did not know who Jesus was. Ilimbidi Mungu Yesu yeye mwenyewe akamate muda. So it took time ya kudiskite na Jesus to make her kuelewesha huyo mwenyewe anasema kisima babako. His nation, why are you talking about the world? Alikamata muda ya kuelewesha. Who was that Jacob? Apate na kumtosha ndani ile hali ya kutokuchua. So Jesus wanted her to come out of that nature of not knowing God or understanding. Amen. Hallelujah. Ili apate na kuchua huyo mwenye ko pembeni yake na mwenye ko mbele ani yali masuri chajalira Yesu akasema it took him time. Amen. Hallelujah. Sawa kisimina utuko hapa ni Mungu yenye kukamata. God is giving us time. Nimetoka mdini anaendea. Wafayo mdini yete umetoka kwenye kulikuwa because we came from religion or religious family. Ulipata mahubiri na mafundisho. Wafukiwa kuingizwa kupenta ule. Na sasa wakati tunakuja pale ambapo kuna ile neema zawadi huyo Yesu yeye mwenyewe there is a gift of God where Jesus himself is standing. Inabidi tujumbie hali ya kutafuta kujua. We need to create or to be in the nature of that environment. Na hiyo to know. Anapiga vita. And that is what Satan does not want. Kwa sababu alianza na mafundisho. Mafundisho ya batatea mafundisho leo nikomalia ndani yake sasa kusema unyorogo uwe tena kumstari uwe mtu mwenye anapendeza Mungu muda kwa sababu nitaonesha matabia na mahali usalamu hali kaza different behavior begamba balanga buli kimu ekibi ekiri munda mukwe ngelichua zawadi ya singa nomanya zawadi ekirabo kyeki zawadi ni kitu kenye mtu anaandaa ndani mwake kutolea mtu mwingine. Ekirabo kyekintu omuntu kyalina munamuye okuwaayo eri omulala. Labda mtoto amemaliza masomo olusi omwana amaze okusoma kama mzazi nga muzadde unamuzia zawadi omugulirayo kagifu ikuwe kidogo kwe kubwa olina okugulira mwana okusinziira obusobozi wenye kufanya marusi tunawapatia zawadi tunawanguraje matendo mazuri yenyewe wanaonesha awapatishe wazazi haya awapatishe Mungu haya lakini wamepita kwenye mlango ndio maana unakutana kila mtu anatoka kwa kadiri yenye iko iwe kidogo iwe kabambe. That is a gift. Nebanga tono obanene unaitoa ojiwayo wewe mwenyewe unajua ni kiasi gani. Wewe kama mani ikintu kino cha mwendo oba cha gaso. Wafia giving is a gift. Unaweza kupenda kama una zawadi. Nayo inakuwa inaua upendo. Leo yagalo toka chawadu ka gift. Osanga laba kushaka kawasi. Ulikuwa ogamba kuno kwagala nogenda. Omulala nabayo. Iko nasema shetani. Agamba kwagala. Shamwambia kuchelewa. Agamba my love. I have this friend. Sasa kusaidia taa. Church, you know, wangu ni hawa. Anarudia na anarudia birudi bili. Hata kama roho
kagumu anaenda kwa baba agenda natula anaresone naluza huyu Pita na ono Pita ni japo Pita njoo na kumani kwa mashine maana chota kama mimi sapakana mafuta anakuja tena mimi tunapata tena mimi tunapata oyo tena yeye anataka tindia mla bilani kwa kusijio kuushi tabika kangene no hata kama alikuwa anapenda chakula sana kabadilika kwa yeye kwa masawo usikiliza magezi ge oba waka anashikuta mfanya paka ndiye sanga koze chi anapotea na ulira hiyo love. Sasa kuna watu wenyewe wanatoa zawadi na iko na sababu yake katika Mungu awaye echirama anniversary manini maflawa ile yote ni zawadi people giving their gift but hapo watu wengine wanatoa zawadi fatana na yenyewe mwenyewe kwa nia sana balina kwa esprit zawadi abantu balero kusikiliza yenyewe acha natoa ile zawadi ulusika anoje interest Par exemple, kisi mama alitushauri kusaidia hapa na demoyage kusema mnaweza kurugana hata mnyumba. Unaweza kumama kabisa makao. Wewe mwanamume kwenye huko. Wewe mtala ngoli. Unakuwa unasema bwanako anapendaka ni mnaoishi mkuru na mama. Mwambi wake akaka mzibikini mzikuja tala koleji koleka chips. Hata kama hauna pesa. Na unakatumia. Na unayamu ni furugana. No. Na yeye ndo akarudia hakuna shaka ni waka. Majibu hakuna wote walio ogendo fubanyo na chitasa au geti kwa ngoja shukunya na basi ya maji ne bwana takugamba chini no itakudesi no shisa ile no naze hata kama ulikuwa unahitaji kuwa kuko unaiacha kwanza juu ya nini ile kasabu ndani yake asababu wenyewe usifanye usuko bali mtima kweli wenyewe ulifanya labda kupitia ile tu kumnawisha Mungu si okunaze ngelo bituka sheri nagamba na yenye hange kuomba jele zawadi ambayo kunawisha watu wako wabadili acha na kusema kwa urahisi hivi anafanya na yuko anatafuta kitu moja hiyo mtu amen kama hivi ndio maana historia yao tunabeba Samuel 25 kama Samuel sokele mwabili mtani iko historia ya David walipo amaule na David na Abigail Katrina Abigail David na mume wa Abigail nani waita Nabali amen Biblia inasema matendo mema ya David yenye alifanyika Nabali lakini wakati ulifika tu yenye David alitafuta pia msaada kwa Nabali akatuma vijana kwake na wale wa vijana walipokelewa lakini kwa hali ya mbaya Nabali akasarau matendo yao mema akasarau na jina mkubwa yao David amen yenye David hakukuwa na shetani hakukuwa na chunga kama choma jiko yenye na kisi yake kisasiye alitoa zawadi ya mchunga maji na merci ibyo kugage byana bara akamwambia sichoni oyo asabiriza na Biblia inaonyesha ile mfano mzuri pale mtumishi mmoja aliendea Abigail akamwambia mjakazi kama hautafanya kitu maana si wote tuko tunafanya tunamalizika Biblia inasema Abigail alifunga chakula alitafuta shamba na akabeba na watumishi wakaenda mjia. Kumbuka David naye anakuja na hasira ya majibu ya Nabali na Biblia inatuonyesha mzuri walipofika njiani wakakutana Abigail hakulaka mume wake amefanya hiki kitendo yeye kwa mema aliyofanyiziwa yeye wakamwambia
kustahili kurudishiwa. Si mtu kwa mzayo kataina ekintu. Na akakutana danger imefika mnyumba tayari. Na waliwo obuzibu Na Biblia inatuonyesha kama Abigaili alifika iko naona David iko huko. Na enda akashuka kwenye miguu ya nani? Na akamwambia David, samehe nyumba yangu, samehe mume wangu, kwa sababu kubaya yake nafanana tu na china yake. Akaanza kuonesha maovu kama hapastahili. Na akamwambia, ikiwa unaweza kukubali msamaha, pokea zawadi yangu kidogo. Mtumishi wako. Amen. Biblia inasema matendo ya Abigaili ilivunja hasira. David akajikutana. Iko namwambia usiruhusu mkono wako kumwaga damu. Usishirikishe sasa. Amen. Biblia inasema David akasamehe. David nakusonywa gave her and accepted the gift that was given to him. Amen. Na wakati ilitokea justice haikuwa tena ya Abigaili. Lakini Mungu yeye pekee alifanya akajipia ile zawadi ya Mungu. Alitambua kukimbia mbili. Zawadi ya kwanza kuchifa. Na baada ya kutoa Amen. Hiyo yote ni mazawadi. To show you the gift and the different or the types of gift. Yenye kupendeza. Lakini tukienda tena mbali zaidi, uhali sasa za kiroho, hata Mungu yeye mwenyewe Yesu yayogera kuona kati. Amen. Ne katonda yeka na yeto yatua ekirabo. Kwanza nileta ahadi. Yasoka na leta ekisubizo. Promise. Ataitwa Emmanuel. He spoke about the child. Atakuja kuokoa. Ndio maana wanasema kuleta Simeoni. Wakati yeye aliona bebe anakuja hekaluni. Simeon saw the child. Bwana, yale ambayo ni idea. He said, Father, nimeiona wazi. This is that you promised. Acha nafsi ya chombo yako ifanye nini? Let the soul of your servant rest in peace. Kwa sababu wokovu, because the salvation has come. Amen. Kama imesikia. Wokovu umefanya nini? Alichunga kwa alivumilia kuona hiyo ahadi. Na alilia Baba ahadi ambayo nimeahidiwa. Nisikufe kama sijaona hiyo zawadi ya wokovu juu ya watu. I don't want to die before I see the promise. Or what the promise had done was his prayer to God. Ndio maana huyo Yesu Kristo anasema mimi ndimi maji. Yesu told this Samaritan, karibuni sitakuwa tena basi kama vile aliambia the water, if you drink from or you drink me, you will not be thirsty again. Amen. Hallelujah. Ndio maana unakutana hiyo habari ya kutokujua. Lack of knowledge. Unaweza kufika na kwenye utasaidiwa. Lakini juu ya kutokujua inacho unasahau. Because of inacho uhesabu kile kenye unaona despising. Unaona kitu mara nyingi tunajua Mungu ndani ya mahekalu kubwa. Mahali ambapo kuna mizindaro. Mahali ambapo watu wanachapa kwenye viti. Mahali ambapo wabishop wanasema mimi ni bishop. Lakini na hajijui. Mwingine anakuambia ni prophet na haiko prophet, hajijui. Na anabakia mwili yenyewe. Nabii na sikalao kutamanya nabera Amen.
labda anafika kwenye mtoto mdogo anachuliwa na Mungu na anatumikishiwa na Mungu. Angemupa masikio yani mwade okutunaoza n'omutima gwe obuyambi. Amen. Yesu Mungu akasema nitawapatia na akishia kwa akatuma wokovu Katonda teyakoba kwecho naye n'atuma oba n'aleeta obulokozi. Akatuma Yesu that he promised he fulfilled. Amen. Hallelujah. Akamtuma Yesu Kristo. So he sent Jesus Christ. Ndio maana ukasoma pale ndani ya Genesis waneno ngatusoma kuyekana musanvu asatu mu musanvu paka asatu mwenda oba Job 7 from 37 to 39. It says, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya karamu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu aje kwangu nanywe. Yeye anayeamini mimi, kama maandiko yalivyosema, mito ya maji ya uzima itatoka tumbo lake. Neno hili alisema juu ya Roho ambaye wale wenye kuamini watampokea, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hajakuja bado, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa bado. Amina. Haleluya. Yeye ambaye kuna kiu aina inyota oba anyone who asijongelea pata na kunywa maji aje na hiyo maji zae mito ndani mwake. Aliwezi amasi Katonda. Wiki mbili ambapo tulikuwa ndani yake. 2 weeks back. Mungu alikuwa anatuambia tufanye nini? Tunayedanganya tukolichi. Kweli tumeamini. Kweli tunamupa. Dala tukiriza Katonda. Kweli tunatembea naye sio tanguza usema yote. Lakini mara mingi hatupati na revelea mkashimai kuna. Nayenga ebisebe bisinga tetulinywinga our engagement with God oba lakini oweya kwa masuka Katonda. Kila saa tunatoka mstari ebi netuva tunaanza kuchongoza. Hali ya maisha yanatukumba. Venye unapitia vinakukumba. Huyo Yesu hatawale tena kisi inavyofaa. Katonda natafuga ndio maana kama baba aliona tumechezea mwokovu tumechafoli na bandito tuzanyide sera kama ngoshi nakaba mwenaze. Amen. Mwetukuze ngatuli kusama atawale tena. Lakini unafanya tena maulizo tena na kuliko tena sana wasemi sio fanya hali sisi saujika macho the wrong things in our heart tushetea bali Yesu far from our life. So it's like tulikuwa na kuisa tu kwa kidogo and start yeye mwenyewe tena anatupatia our lives ourselves. Lakini iko natuambia nini? Na yeye atugamba pitia mtumishi wake. Opitira mwezi tafuta uwe huru. No nyakobere uwejembe. Toka ndani ya zile hali zenye uko ndani yako. Patia huyo Yesu Kristo nafasi atawale awe maji ya uzima. Let him be the master in your life. Hatutawakia tu watumwa maumivu. Hatutawakia tena watumwa yatima, sijue kama ni dhambi ya kila aina yenye na kutawala pana. We will not stay or remain in slavery. We are going to change or to be changed by God. We are the servant of God. We are not the servant of this world or the servant of sickness, the servant of poverty and other things. Why? Because there is the promise of God. And that promise of God is Jesus Christ. Jesus Christ, are we really giving him time and space in our life? Amen. Semanyi obatumwa ekifo ekyo jeffe asobole okufuga naffe tubeerenga tuli badembe. Tuko na zawadi lakini tunaona ezirabo kama obutamanya kuba omukyala. Unafika kwenye utasaidiwa mimi nafuka
okufuna obuyambi, you reach to a place where you get help. Nayenga ingekutaka zamani kwa nguvu na kwa ubidii. Senyo umeanza choka. Mungu anaona iko na kiu sasa ya kuniona. Anakutosha kule, anakutupa. Sana mimi nafika hapa. Mimi naanza dedenye. Sasa kwenye nasaidiwa, lakini kuna nilitumika kwa nguvu. Wakolerayo mumanyi umechua sawati umechua otegedde ekirabo kya Katonda wandikumye bulungi. If you knew the gift of God, you have sikaita upate dari, upate mume, upate mke, upate yote yenye naweza nikapata. You can get anything that you want to get or have all the things, but when you die, when you go alone, nafsi yangu inafika mbele ya Baba. Na Baba ananiambia wewe usichuke. God says, kila siku nilikuwa mbele yake, mbele huyo ananishauri cha kuzima, ananishauri cha kuzima, ananishauri cha kuongeza, ananishauri mwisho anasema hapa Bwana sisi tuliokoka tunajua ukweli wa kutusaidia. We know the truth. Why are they disturbing us? No genda. Amen. Kama hiyo. Tumeokoka ni kwa neema. Sio by grace. We did not seek him first. He's the one who looked for you. Yerekereza iguru na zawadi yenye ametupa na nonya. Ekirabo kyeyatua anatuambia yeye ni baba kwetu. Abdambi itata wafi. Na hata tuacha mayatima. He will never forsake us. Aliambia kwa disciples siwezi kuacha mayatima. I will not leave you orphan. Alikuwa hajawatumia Roho Mtakatifu kwa sababu yeye mwenyewe binafsi alikuwa. Yeye mwenyewe Baba, yeye mwenyewe Mwana na yeye mwenyewe Roho. Yeye mwenyewe alikuwa mtere, alizaliwa kama mwanadamu. Kwa sababu gani? Tuliumbwa. Ana mwanadamu Adamu wa kwanza aliweza na kubomola usafi yake na Adamu kwa omuntu yasoka yayonona obulamu bwe akarudisha usafi, akarudisha utakaso, akarudisha mtindo, akarudisha kila kitu. Lakini wa pili ambapo ni Yesu Kristo, Yesu yale ndio kutengeneza. Yadokola chio kurudisha tena ile usiano. Amen. Na ndio maana Mungu aliona Israeli akatia meza kwanza pembeni. Meza pembeni sana. Kumbuka mwele meza muko uzima. Kumbuka mwele meza muko yaliyo uhai wako. Amani. This spiritual yako yote uzima ni mwili iko ndani ya damu na mwili wako. Lakini Mungu akaona hawa watu wamesema wakiniamini ni vizuri. Lakini wako mbali. Wajua nini? Tulizarau huyo zawadi. Amama ni Mungu usafi. Amen. Hallelujah. Na Biblia kunasema muda wote nyama wa Israeli walikuwa wakikumbukia. The Bible says Mungu alikuwa anageuza mgongo juu yao. Whenever the Israelites went astray or they went far from God, God turned his back. Hallelujah. And he said, praise. Bwana, tumaini la Israeli, wote ambao wanakuacha watapatwa na haya. Wao ambao watajitenga nami wataandikwa katika mchanga, kwa sababu wameacha Bwana, kisima cha maji yaliyo hai. Amina. Amen. Kumeo Yesu. Tusifanye watu ambao wanafaa. Mbele watu abalonji masoge. Wakati tunaachiliwa na Bwana tutaandikwa juu kidogo, lakini hapana kitabu cha usiji.
Amen. Kwa sababu tutakuwa tumeacha kisima cha maji ya uzima. The pool of the world of life. Ndio maana ule ambaye anaitwa wokovu, zawadi kubwa kwangu na kwako hataki. Oba ekirabo ekyamaanyi kyetulina Yesu. Anatujongeza mbele. Atusembeza. Juma ya tatu ile tuko tunaenda kuingia. Iyo kusatu tetugendo yingira. Hakuna zawadi kubwa nyana tupatie isipokuwa kutakaswa. Tulina ekirabo ekinene kyatuwadde oba. Hiyo damu ndio mwangika kwenye okwetukuza. Amen. Okuyitira musaiba Yesu. Mungu Katonda anakubali kufa mwili. Anakubaliza kwamba kupigwa, kusaliwa, kunyonywa lulu. Anatoa zawadi. Yewayo ngakirabo. Amen. Penda Yesu hakuna resistance ndani ya kilozi. Kilozi iko vipi? Masomo Katonda kwa masomo Yesu. Jikona wewe mwenyewe unachuki ya uchafu iko ndani yake. Nenda echo chetulina. Na unachukiza sahihi mwili hawezi kuchafu. Look at yourself, what is wrong in your life, and say what is right. Kisha wewe unajiona mwili haji. Inabidi nikiri kwanza shushe chukia ile sana nichukia. After you hate that life, you now start confessing before the Lord. You confess. When you hate the behavior of man, you will forsake yourself even before the Lord. Nilitumikisha kifagio cha ikakuwa vyo. I don't want this life. I don't want to be a malaya or a prostitute to use. Unafikiri kesho tena watakiwa kama sana nataka kukamata na sema mimi nabadilisha damu ya Yesu. Baada kama wao wajema kutwale deni yote yenyewe kwa alimimina hiyo damu kwa kulipa. Mimi nalipa damu ya Yesu Kristo. Nilikula nyama zetu. Nitakula na mimi nakataa kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo. I don't want to work with you. Unafikiria wataniingilia marafiki? They will not come. Hawawezi. Lakini kwa nini ukiangalia pale huko chini ya zawadi, chini ya hiyo Yesu Kristo? Hapo ni Kristo yenyewe anakupa chini kutosha mshiko. Wewe zarau, nasema Bwana. Mimi siwezi acha ndani. And most of people they are not even ready to live. Kwanza Mungu nikaacha tu bana. Yesu Mungu iko na uwezo wa kukua. Bangekuwa kwa kukua kama washaka kukua zamani. Lakini sio wana uwezo yote natoka mkija hiyo zawadi. Don't think that your enemies they have power over you. It's God who has all the power. Lakini unafika ndani ya neema. Unachezea. Even sorcerers they cannot. So if we are to praise, let's look for that gift. Tulikuwa kama kidunia tuko msafi. Tulikuwa kama machamisa tuko msafi. Na ile makaraktera tena tulitoka nao na kisha na Yesu kutaka tena kuosema Yesu pangala tujeti anakia gift. Chukize wanakupa gari. In Jesus name. Kisha kupa ile gari. Ona kama ile gari kutoka unaibeba huku unaenda unatwanga kumachua kwenda na kuna kujinja nokomera yo mwenyezi kupa wakati ya gari atajisikia atapewa inatia. Amen. Mungu anatosha bagi anakupa kamata mume njoo anakupa pa. God gives you marriage. So unafika mwele nyumba uingira mu bufungu anza vyole bwana kawe you in your house you start kama kuna this man is the husband or the man that God gave you. Na niusi siona hata faida yako no bila konyomo mami kwa 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 sababu kama kuko wewe bila ndio wenyewe niko girls and ladies who are looking, they are seeking. Huyo Yesu they want to be married. Amekubali. And because of His grace,
Jesus gave you. Hakuna kitu kubwa kenye Mungu ametupa. Hiyo wokovu ahadi yake. Na anasema nchie kwa wazi ule ukimwamini. Yeye mwenyewe anasema ukiniamini. But here he is saying that if you believe in me, sasa maji ya mito tazama. Mimi nimezala ni the source or the spring juu ya nini Mungu akiangalia the water of life. Jua kuna kielemisha sana. Matendo yetu ni ile, mwenendo yetu ni ile, giza njoo ile, kiburi, umaraya ni ile hatiato. Tulimasoka katonda nayenga ebichuka mulabafi. We are still the one, the way we are before. Megamba tutaine butu buli kintu kibi kyonna mulabafi. Tungelijua zawadi. Yesinga kandi zawadi ekirabo kya katonda mulabafi. Aweza kujikaza kuikamata. Fuba nyo meza ekirabo kyoyina eky'obulokozi Yesu olime okubuuza kyoyina okubuuza mbele ya mama tunacheza fe abali wano bali kubakumira lakini kuko wenye habalala abate baka sikia sauti ya mama na iko Ulaya bali weru na nalia nipe visa abamu bayagala okusasula visa. Kwa nini wakuye na makanisa zinayana wanatikaje ate chatengasiyeyo. Amen. Kama ile wewe. Nijiulize na wewe jiulize. Lakini si wenye tuko hapa. Yefe abali wano. Wakakuuliza ni manunguniko na mafunzo hiyo. Wakuuza sana na lakini wiki ya tatu Mungu anataka hivyo. No kwetu kunyaka tunataka. Wewe na nitakuyo neema Lula ikisa echimu. Ambao Mungu ametia mbele yako. Lula katonda chata demu maso. Pate na kunitoa mahali ambapo niko na. Tiyo ibyo badi. Oberengo li free obako wadembe. Tukamatia Rome 5 Tasoma Warumi 5. Lakini zawadi ya neema haikuwa kama lile kosa, kwa maana kwa kosa la mtu mmoja wengi walikufa. Zaidi sana neema ya Mungu na zawadi kwa njia ya neema ya mtu mmoja Yesu Kristo imezidi kwa watu wengi, wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadiri ya ile zawadi. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja, ikaleta adhabu, lakini zawadi ya neema ilikuwa kwa ajili ya makosa mengi, ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana kama kwa njia ya kosa la mtu mmoja kufa kulitawala kwa ajili ya mtu mmoja, zaidi sana wao wanaopokea neema ya kuzidi sana na zawadi ya haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Amina. Ile Rome 22 nasema hivi: lakini sasa mkikwisha kuwekwa huru toka za dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, faida mnayopata ni kutakaswa na mwisho wake uzima wa milele. Amina. Kisha wekwa huru omalo kwera uwedembe kuba n'ofulibwa uwedembe. Faida ni nini? N'okutukuzibwa ekiva kuba faida omugaso gwe tulina kubanga obulamu obutagwawo. Ukishawekwa huru omala okubeera uwedembe mubiri wa Dimasha alisema ingarakasi tulina okuyimba kama ni msikisi kama ni msalimu kama ni hali ya nina kukumba sema bila choka kwa jina la Yesu Kristo. Unajua tulianzia kwa ministeri ya bomba ule jina yake devu article 15. They say you have to fight for yourself. Unakuyaka wanakupatia tu ansi. Wewe uikan. Ukaona watumishi neema yao. Ile asema macho na kusema. Uongo
train you on how to pray. Na neema Mungu ndio ataendelea na kufungulia kwa ile kidogo. Lakini kusema ulisikia nabii amesema. Na yeye you cannot hear. Alikutabiria ufanye hivi. Unafika tena pale mkiti mama mjakazi na kukaribisha. Na anakwambia sema hapana, ishi yenyewe na kutesa. Hakosa ungelifanya hivi. Wala chini nenda, they can't do that. They don't do that. Na hapa tu nje mfano kidogo. Katoka kidogo. Ofuruma wanakwambia kuona bishop wale wanachotaka bishop. Abantu betu abanye. Wanaimutwaro abili. Pesa ni na wanazikupa, wanaziwapa, wanakwambia na ndefuka na nileti proshet. Kumbuka watu wa mstari mrefu. Zile ni za mwenyewe zipokea kule nchi. Lakini hapa tuko na neema. Na hiyo neema Yesu Kristo ambaye alijifanya sana. Yenye mimi na wewe kazi ingeweza kufa kwa msalaba juu ya Mungu. Lakini Yesu ambaye kwa zawadi juu ya Mungu. Kufa. Amen. Na kisha katutosha kule kwenye tulipata kushishia. Sasa yeye anasema faida kuwa pembeni yake ni kutakasika. Na kugamba kati omugasola kumeneka tonda obola mugo kifu. Amen. Haleluya. Yafabulo wakati tuko najitakasa ile damu tusione kawaida. Kila siku inafanya dhambi na jitakasa. Huko sasa inakatalaka. Abantu wakisikola ngacha bulijo akola chibinga manyindi nwagenda okwetukuza. Nione na mademu zangu mimi natoka Goma. Kaina Goma makanisa. Siku nilifika nimehubiriwa kubatizwa kwa jina la Yesu. Lakini kuingia huko mumai wanangu njoo alinitangulia. Na mimi siku niliingia mumai nilianza kwanza kiburi ya huyo mwanamke Msamaria. Nikasikia kabisa mimi natoka msafi njoo nenda kwenda batizo. Sina niko Yesu. Na ile tabia zangu nilikuwa nazo za kizalikio tu. Mimi nafika kumai, mimi nakwaza na wote na mama mje ninaongea. Maya mchafu, njoo kwa kusikiliza alikosa na mai. Ya kuleta mwajia bali nisukuma. Wakati baba ni bamusindika. Bana nisukuma. Mimi mwenyewe tayari ndani mwangu. Haiko. Lakini mimi nasema niko na Yesu. Na mimi nafanya kazi na Yesu kakola bintu kwa Katonda. So she was in a wrong way without knowing. Tuna neema lakini tunachezea mbali. Lakini naweza kuambia sasa hivi niko na suti tena kama nilivyoingia tena kama. Lakini wakati nilikuyaga bibi mama afanye nini? Alivumilia. Nawaza nikapise za michezo. Na wewe tazama kabisa zako. Nyoko na kunja nazo mbele ya zawadi. Characters that are not good before the Lord that people are showing. Amen. Uamuzi yangu na yako. Chikukwe nange kushawo your decision. Wewe si tu mwana wa Mungu kama ukijinyenyekeza na kukubali shughuli zenye Mungu anataka. You cannot be called a child of God unless. Na baada ya kubatizwa mimi tena nikafaidika. Na wewe baada ya kumwamini huyo Yesu Kristo na kumpa nafasi, hizi nafasi. Ni wacho utafaidika. Kuna mafaida zenye utapata, mabaraka za chini ya jua. Na mwisho hautaishia. Siku na kufa nafsi yako. Lakini shida kubwa mimi na watu wanataka baraka za hapa zisitapika na tusibaki afaidike. Haiko mtu akuleta zawadi kisha kusema iko na tere fulani hapa. Ile tere yake tena mwenyewe anakuandalia na makao. Katonda aina vya kutegekera. Yaani anatumika tu. Anatumika tu juu wewe uwe mtu samani hapa na mbinguni tena kupata. Get here and in his kingdom. Somele 23 yake. So tumaliza kule nje watu wanasema aliongea kwa kutoka outside abantu bagambeni no awe yingira bedside aina yafunye usiku wa malaya ya Yesu Kristo. Tulema kufera kwa malaya Yesu. Na bala Yesu, na bala Yesu, na bala Yesu. Lakini mwenendo na tabia zake zinakuwa kama kabisa. Amen. Niongee na tuishi kwa maana. Tuongee Yesu. Siku moja
jina yangu. No, you're not promoting anything. Wokovu. That is the greatest. Huyo Yesu Kristo Gift. Anajitoa kama vile zawadi. Wewe ulikuwa tasa, usitodea na tasa. We ali ngumba ulimo kwitibwa ngumba. Vifungo wenyewe ni kufunga. Wakati vinasikia hiyo jina ya Yesu Kristo. Vinakuachilia. Ni pako. Amen. Because of that name. Lakini unakutana mara mingi wakati yetu tujikonsantre tujiache chini ya hiyo neema yenyewe Yesu. Tunakuwa kama vile mwanamke. Netubera kuona mchala tuwakanya. Baba wakani wa Yesu. Mimi na wewe tungelijua mwenyewe tukikaa. Singa pande tumanye o. Tungelijua zawadi yetu tuko ndani ya sasa hivi. The gift we have been all the gift. Mama fiki hata today. Amen. Papate au hata bakia milele. Vyombo hawatabaki milele. Gomboa hiyo zawadi sasa hivi umepewa. Ya leo ni yangu yako, ya kesho ni ya Mungu. Your tomorrow is in the hand of God. Watu tunaenda kubembeleza. Sio tuko na Mungu, sio tuko na unabii, sio ni mzuri sana. Lakini hiyo neema ya Mungu na zawadi tumepewa. Yes, it's fine. Huyo Yesu mzima tumetembea mtu ya maji. Okubera katwina emigamba. Acha Mungu anisaidie. Katonda akusaidie. nawe tukuyambe. Kulinyere Yesu Kristo.